Habari, kwa majina naitwa Paulina Joseph Pius, nimetoka kitengo cha baba mama na mtoto kwa maana RCH. Siku ya leo niko hapa kwa ajili ya kukumbushia unyonyeshaji kwa wale mama ambao wananyonyesha. Tunaposema unyonyeshaji ni ile hali ya kumlisha mtoto kwa kutumia maziwa yanayotoka kwenye titi la mwanamke. Lakini tunaponyonyesha kuna mambo ambayo tunatakiwa tuyazingatie. Jambo la kwanza, tunatakiwa tuwe wasafi, tunatakiwa tunawe mikono yetu kwa maji tiririka pamoja na sabuni, lakini tunatakiwa tusafishe matiti yetu kwa ajili ya kumnyonyesha mtoto wetu vizuri. Mambo mengine ya kuzingatia, tunatakiwa tuwe tunanyonyesha watoto wetu ndani ya lisali moja pale unapojifungua. Hakikisha mtoto wako awe amenyonya ndani ya lile lisali moja, inasaidia kwa mtoto kuchangamka. Lakini pia tunatakiwa tunyonyeshe watoto wetu mfululizo kwa miezi 6 bila kumpa kitu chochote. Zingatia pia unapomnyonyesha mtoto wako, hakikisha mdomo wake umeshika mpaka sehemu nyeusi ambayo inazunguka chuchu lako. Hii inasaidia kuepusha hewa kuingia kwenye tumbo la mtoto wako. Lakini pia hakikisha mtoto wako unamweka begani wakati wa kumaliza tu kumnyonyesha ili kutoa kama kuna hewa yoyote imeingia au gesi limeingia kwenye tumbo la mtoto. Hakikisha mtoto wako unamnyonyesha kwa dakika 20 kwenye titi moja ili kupata virutubisho vyote. Kwa sababu maziwa ya kwanza yanayotoka yanakuwa na kiasi kikubwa cha maji na yale ambayo yanatoka kwa baadaye yanakuwa na virutubisho na ni mazito na yanashibisha mtoto. Kwa hiyo ukiona unamtoa mtoto unapomnyonyesha hujafikisha kwa dakika 20, unampunja mtoto wako kupata vile virutubisho sahihi ambavyo anatakiwa kupata. Lakini pia tunaponyonyesha tunapata faida nyingi kwa mtoto lakini pia kwa mama. Kwa upande wa mtoto kunakuwa na ukuaji mzuri kwa mtoto yule, lakini pia maziwa ya mtoto ni lishe bora kwa mtoto na imebeba virutubisho vyote. Na mtoto wetu huyo anakuwa na ukuaji mzuri wa ubongo. Na tunapokuwa tunamnyonyesha mtoto wetu pia tunatengeneza mahusiano mazuri kutoka kwa mama kwenda kwa mtoto. Na maziwa ya mama hayana gharama. Kwa hiyo kuna umuhimu mkubwa kwa yule mtoto kupata maziwa ya mama kikamilifu. Na mama pia kwa upande wake anakuwa anapona kwa uharaka wakati pale anapojifungua. Kwa upande wake pia kunakuwa na mahusiano mazuri kwa mama pia na kwa mtoto, lakini pia yanasaidia mama anakuwa anaweza asipate magonjwa ya saratani ya matiti, lakini pia ana saratani ya ovari. Hii pia inasaidia kwa yule mama ambaye ananyonyesha mtoto wake mfululizo ili kuepusha haya magonjwa ambayo yanatokea kwa upande wa mama ambao wananyonyesha. Hizi ni baadhi za faida ambazo wanapata wamama ambao wananyonyesha. Kumbuka kwamba mama anatakiwa anyonyeshe mtoto wake toka anapojifungua mpaka miaka 2 mpaka miaka 2, lakini pia hakikisha unapomnyonyesha mtoto unatakiwa umweke begani ili kutoa ile gesi ambayo imeingia kwenye tumbo la mtoto. Lakini pia wale wa mama wanaonyonyesha tunatakiwa tuwape muda wa kupumzika au tuwasaidie kazi nzito ambazo wanafanya ili wapate muda wa kupumzika wa kumnyonyesha mtoto mara kwa mara kila anapohitaji.